Kitabu cha Waefeso mlango ule wa 3 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 13. Nasoma mistari michache na tutaendelea. Kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili na neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa alijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waefeso, mwandishi ni Paulo kama vile tunavyojua, na ni kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa si mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu 12. Tunaona Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 akiokoka, akiwa anaenda Dameski kwenda kuangamiza wateule wa Mungu, kwenda kushika kanisa na kulitesa. Na ndipo Mungu akamtokea katika hali ya wingu ikamfunika na akaanguka kifudifudi. Baada ya kuanguka, sauti ikatoka ikasema, Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Isikia akiwa mwanaume, akauliza, wewe ni nani? Kamwambia, ni mimi Bwana unaonitesa. Inuka sasa wende mpaka Dameski, utakuta wanafunzi pale. Anaitwa nani? Tunaosoma Biblia, utakuta mwanafunzi pale anaoitwa nani? Anaoitwa Anania. Atakwambia yote ambayo yanayokupasa. So Paulo alipoinuka pale, ndipo alienda kukaa siku 3 akiwa hali na hakuni kitu chochote na aoni. Baada ya kupokea maombi na kufunguliwa, sasa akakuwa anaweza kuona na akaweza kuwa anaweza kula. Sasa akapata kibali na akabatizwa, akaacha kuitwa Sauli akaitwa Paulo, na akawa mtumishi. Wayahudi wakawa wanamwogopa sana, kwa sababu walimjua kwamba yeye ni mtesi wa watu, yeye si mtu mzuri. Akiingia katikati ya kanisa, anakamata kanisa, anaharibu, anachukua tumishi na kuwapeleka gerezani. Ni Sauli mwingine ambaye yuko na utukufu wa Bwana ndani yake, ambaye amepokea Kristo ndani yake. Na mimi siiti Sauli tena, ninaitwa Paulo, mtumishi wa Mungu. Niko hapa kwa ajili ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Sasa Paulo akaanza kuandika hizi nyaraka zote, na akaandika mpaka vikia kwa kitabu cha Waefeso. Hapa ananena na kanisa la Waefeso akiwa katika kifungo, anawaambia ya kwamba kwa maneno machache ambayo niliyowaambia, nataka kuwaambia hivi ya kwamba kuna siri kubwa ambayo iko mbinguni, na ambao wamefichuliwa. Hii siri ni watu wachache sana, si wote. Tuko hapa wengi, lakini siri hii ambao wakao wako nayo ni wachache sana. Siri ya mbinguni ni wachache mno ambao wako nayo, si watu wote. Paulo akaambia kanisa ya kwamba mimi kuna siri ambayo nilijua baada ya wokovu, kuna siri nilipata kutoka juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio akaanza kuhubiri injili ya Yesu Kristo, na watu wengi wakaokoka, watu wakamjua Mungu, watu wakajua siri hii na wakatumika katika kanisa la Mwenyezi Mungu, na wengi wakapata kibali cha kuingia katika uzima wa milele. Nataka kunena kuhusu ufahamu wa mbinguni. Halo, ufahamu wa wapi? Wa mbinguni. Chapter 14 John. Yesu akawaambia kwamba naenda kuwaandalia makao, na wakati utafika nitarudi
nije niwachukue ili nilipo na nyinyi muwepo. Haustahili kuitwa Mkristo na hauna ufahamu wa mbinguni. Unastahili kuwa na ufahamu wa mahali ambapo unaenda, na unaenda kwa nani, na unaenda kufanya nini ukifika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikusema tu mimi niko Mkristo, sikusema tu mimi naenda mbinguni, sikusema Kristo anakuja kunichukua, sikusema tu mimi nimekombolewa na ule ufahamu wa mbinguni ambao unatarajia kwenda hauko nao. Kuna watu ukiwauliza Kenya nzima wanaijua. Ukimwambia aende Maraba ataenda afike. Ukimwambia aende Leptokto ataenda afike. Ukimwambia aende hata wapi ataenda afike. Lakini muulize ufahamu wa mbinguni, hata kuambia kitu. Na ni afadhali kuwa na ufahamu wa mbinguni kuliko kuwa na ufahamu wa dunia hii. Kwa sababu mambo ya dunia yatapita na dunia, lakini neno la Bwana litadumu milele na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu huu ambao Paulo aliweza kuwa nao ulimsaidia, na ndio maana akafikia kusema ya kwamba mimi sijidhania kwamba nimefika. Bado mimi nafanya kazi, ninang'ang'ana kumtumikia huyu Mungu, ninang'ang'ana kumtumikia Kristo, nikiangalia taji ya mbinguni ambayo nimewekewa, kwa sababu alikuwa na ufahamu wa mbinguni. Umesema umeacha kuimba. Wewe kama mwimbaji nimeacha kuwa mwanakwaya. Wewe mwanaroko unasema umeacha kuwa mwanaroko. Wewe memba wa mahali unasema umeacha kuwa memba wa mahali hapo. Ina maana ya kwamba hauna ufahamu wa mbinguni. Ndio maana unaacha huduma ya Mungu. Haufanyii mtu, unafanyia Mungu aliye juu mbinguni. Lakini ukiwa na ufahamu, utavumilia kama vile Kristo alivumilia. Utavumilia kama vile Paulo alivumilia. Wacha niseme ya kwamba utakuwa na ufahamu wa mbinguni. Number 1, utakuwa na ufahamu wa mbinguni utakapofunuliwa hizo siri za mbinguni. Utafunuliwa kwa njia gani? Utafunuliwa kwa maombi. Siri ya mbinguni utaijua kwa njia ya maombi. Wakati unapojipeana mbele za Bwana kwa njia ya maombi, wakati unapojipeana ukuwe na wakati wa kutafuta uso wa Bwana, basi Mungu atakufunulia siri za mbinguni na utajua mambo mengi ya mbinguni. Kwa sababu ukiangalia Paulo alitumia muda mwingi sana kwa sababu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 2 and 3 inasema nini? Soma. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nilijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Paulo anasema ya kwamba kwa maneno niliyopewa na kufunuliwa. So baada ya kupata neno la Kristo ndani yake, baada ya kupokea wokovu, kuna kitu kilifanyika. Alifunuliwa ufalme wa Mungu na neno likapenya ndani yake, na ndio sasa akaanza kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana ya kwamba wakati unapookoka, ukisoma Biblia unaona kitabu cha Marko, Yesu alipobatizwa, Biblia inasema ya kwamba baada ya kubatizwa sauti ikatoka ikasema, huyu ni nani? Huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Na baada ya hapo Yesu akapata ufunuo wa mbinguni na akaanza kuhubiri na akaanza kutafuta wanafunzi. Kwa nini hakutafuta wanafunzi wakati alikuwa hajabatizwa? Ni kwa sababu alikuwa hajapata ufunuo wa mbinguni. Lakini baada ya kupata ufunuo akaanza kutafuta wanafunzi na akaanza kuhubiri, na watu wakaanza kumfuata, na akaanza kuponya, na akaanza kuokoa. Ni kwa sababu amepata siri ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupiga magoti na kumuita Mungu. Ukimuuliza Bwana, nionyeshe kwa nini hii imekuwa, nifunulie niweze kujua sababu ya mambo haya. Imetokea kwa sababu gani? Na kwa sababu umejua hiyo siri na uko na siri ya mbinguni na umefunulia
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wewe unaweza furahia mateso kwa ajili ya mtu mwingine? Yaani mwili wako uteseke kwa sababu ya mtu mwingine. Kizazi cha sasa, kizazi cha wakati huu, useme sasa mimi nitateseka ili mtu mwingine apate kupona. Paulo anasema ya kwamba nafurahia mateso yangu kwa sababu ya nyinyi kanisa, mateso aliyoyapata ili kanisa la Waefeso lifikie kupandika, lifikie kujengwa, lifikie kusimama. Anafurahia hayo mateso kwa sababu ya hilo kanisa. Leo development committee wanaweza simama wakasema ya kwamba tunafurahia kwa sababu ya mateso tunayopata kwa ajili ya kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mbio wanazoenda ni nyingi sana. Hizo mbio wanazoenda na mali yao wanayotumia, fedha zao wanazozitumia ni nyingi sana. Wako na uwezo kusema kama Paulo ya kwamba sasa mimi nafurahia haya mateso kwa sababu ninajua baada ya haya mateso kuna kitu kitazaliwa katika haya mateso nayopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Esidiani, mnaweza sema ya kwamba kuna mateso tunayopitia na tunayafurahia kwa sababu baada ya mateso kuna kitu kitazaliwa, kinaitwa uwanja, kinaitwa kanisa, kinaitwa heshima kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni kusema ya kwamba usichoke. Paulo hakuchoka. Paulo aliendelea kujipa moyo. Paulo aliendelea kusimama na akawa anajisifu kwa sababu ya shida anazozipitia. Leo kuna shida unazipitia kwa ajili ya kutafuta pesa za kutoa wakati wa harambee. Kuna kitu unajinyima kwa sababu ya kutoa pesa siku ya harambee. Ndugu yangu, dada yangu, usichoke. Paulo hakuchoka kwa sababu alijua ya kwamba hiyo ni siri kubwa. Baada ya haya mateso kuna baraka kubwa atakazozipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna baraka tutapata, ndugu zangu. Kuna baraka nyingi tutapata. Na ndio maana anasema ya kwamba mimi nafurahia sana kwa ajili ya mateso. Soma Waefeso 1:9. Kwa hayo miyasomayo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Verse 5. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Biblia inasema ya kwamba mtakaposoma neno la Bwana mtapokea hiyo siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo siri ndio itakayofunua utukufu wa Bwana na ujue mbinguni kuko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Sengine unaweza kaa ukiwa umejipeana mbele za Bwana, hata wakati mwingine ukiwa unaomba unaona kama hauko duniani hii, kama uko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sengine unaweza omba ukajiona hauko tena duniani na ukaona kama unaongea na Mungu hivi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu umejipeana na neno lake liko ndani yako, linaendelea kuchemka, linaendelea na kuinuka. Wakati unapoomba unaquote maandiko ya Mwenyezi Mungu katika maombi yako. Si kuomba tu ukibambanya maneno yako, hapana. Unaomba ukiquote neno la Mungu mistari vizuri. Mungu anasema hivi, Mungu uliniambia hivi, Mungu umeniambia hivi, Mungu uliniaidia hii. Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani, alimwambia shetani, imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefanya nini? Imeandikwa. Na alipomwambia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako, shetani akatoroka. Wewe ambao hauna wakati wa kusoma neno la Mungu, wakati shetani atakuja kwako, utamsomea neno gani?
Yesu, na kama shetani alikuja kwa Yesu akiwa Mungu na akiwa mwanadamu, sababu mimi mwanadamu kamili, itakuwaje? Mimi ni mwanadamu kamili, ni neema tu ya kuitwa mtoto wa Mungu, ni wokovu tu umeingia ndani yangu, lakini mimi ni mwanadamu kamili. Shetani atakuja kwangu mara ngapi? Na akija kwangu nitamsomea neno lipi ikiwa sina wakati wa kusoma neno la Bwana? Na watu wengine usoma neno la Mungu kama storybook. Unasema afadhali usome mstari mmoja na ukae chini utafakari na umwambie Mungu, nifunulie huo mstari wako unasema nini? Ili neno lako linasemaje? Nipate nafasi utafakari vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa hii tukitoka hapa, hata inaweza kuwa hapa kuna mtu ambaye wiki nzima hakusoma Biblia na yuko kwa kanisa, na wiki nzima alisikia ile ya mchungaji siku ya Jumapili na ikapita hivyo, na leo amekuja tena asikize ya mchungaji tena. Shetani akija kwako utafanya nini? Utapigia mchungaji? Na sasa hiyo amekukamata, amekupiga shingo, huwezi kutoa sauti. Mahali ulipo hauwezi ukaongea. Ni neno lipi utanena mbele ya shetani akuondokee kama hauna wakati wa kusoma neno la Mungu? Na ndipo ninasema ya kwamba ukitaka kufunuliwa mambo ya mbinguni, ni lazima wewe uwe na wakati mzuri wa kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Na ndipo Paulo anasema, kwa hayo muyasomapo mtaweza kuutambua ufalme wangu katika siri yake Kristo. Namba 3. Time zangu zimeisha. Namba 3 ni kwamba wakati ukuwa na ufahamu wa mbinguni, neno litapata nafasi ndani ya moyo wako. Ukiwa na ufahamu wa mbinguni, wakati unasoma ili neno, litakuwa unapata nafasi vizuri katika moyo wako. Litapata nafasi na litakaa mahali pale, na litakuwa na makao mazuri, na utakuwa unalikumbuka kila wakati kwa sababu umeliweka pale. Na hata pia katika akili yako itakuwa inakumbuka hilo neno kwa sababu ufahamu wa Mungu na ufahamu wa mbinguni uko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Soma mstari wa 9 na wa 10. Kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambaye tangu zamani zote ilisitiriwa katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Mstari wa 10. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na mfalme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, na kuangaza neno la Bwana kwa watu wote, kwa sababu litakuwa ndani ya moyo wako, utahubiria wengi. Hata ukiwa pale kazini, utakuwa unahubiria watu neno la Mungu, utakuwa unahudumia watu kupitia neno la Mungu. Kuna daktari mmoja alipofanya operation, anakuambia mimi niko mwanadamu, ufahamu unatoka kwa Mungu, kwa hivyo wacha tuombe kwanza. Anakuombea wewe na anajiombea, alafu anaanza operation. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu anajua ya kwamba si yeye atakayefanikisha hii, ni Mwenyezi Mungu. Aombee mtu ambaye amjui Mungu, atajua kwamba kweli daktari hata nao wanamjua Mungu, kwamba wananiombea, yule mgonjwa akipona atatafuta huyo Mungu. Je, wewe ambao unawasimamia unawahudumia namna gani? Unawaombea ama unafanya kuwatetesha na kuwagombeza na kuwanenea mambo makubwa, mambo ambayo ni mazito? Wakisikia hivi wanatafuta Yesu, ndani yako wanapotea. Ndugu zangu, wacheni neno hili likapate nafasi katika mioyo yetu, ili tukahubirie wengine wakasikie Injili, nao wapate ufahamu huu wa mbinguni, wapate nafasi katika ufalme wa Bwana. Mungu atusaidie
atuongoze na atulinde na akaweze kutusimamia na akaweze kutufunulia, tukaweze kujua mapenzi ya Mungu ili tukaweze kuyatenda. Tukajue siri ya Mungu ili tukaweze kutenda kama vile anavyopenda. Namba ni kwamba tukaweze kujiweka katika maombi. Mambo mengi yanayotufinya ni kwa sababu tumekuwa wavivu kwa upande wa maombi. Watu wengi wamekuwa katika maombi. Ndugu yangu, jiweka katika maombi. Pata nafasi ya kusoma neno. Tafakari hili neno, litakusaidia wakati mwingine utalikumbuka wakati uko katika hali ya shida. Programa akatukumbusha Hezekia alipoambiwa atakufa, akamwambia Mungu, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka yale yote niliyotenda. Na Mungu akasikia maombi. Utamwambia Mungu nini? Kama hausomi neno, kama hauko katika maombi, utaendelea kusumbuliwa. Usingojee maombi ya Friday peke yake. Usingojee maombi ya Jumapili peke yake. Usingojee kusoma neno Jumapili peke yake. Pata nafasi ukiwa nyumbani, ukiwa kazini. Biblia zimekuja hata kwa simu, kuna Biblia. Pata nafasi ya kusoma neno. Tuko na muda mwingi wa kuingia WhatsApp, wa kuingia Facebook, wa kuingia Twitter, kuingia nini kule, kutazama mambo iko namna gani duniani, lakini hatuna wakati wa kusoma neno la Mungu. Na ndio maana shetani anatuangusha. Ndio maana shetani anatushinda nguvu. Ndio maana majaribu imetuzidi na mambo mengi kwetu yanakwama kwa sababu hatuna muda wa kusoma neno la Mungu. Umenitoa mbali sana, Ebeneza, wastahili. Jehova, umenitoa mbali sana, Ebeneza, wastahili. Kama sio wewe, kama sio wewe Baba, kama sio wewe leo singekuwepo. Maisha yangu Baba yalikuwa